kwa vijana kwamba huwezi tu kufanya mambo halafu ka get away. Lakini pia ni vizuri hao wenyewe wanaorudi wajieleze kwa wanachama huko, na wanachama wenyewe wa kwetu ni watu wenye akili timamu, watapima huyu mtu amerudi kwa dhati au hajarudi kwa dhati. Kwa hiyo wanachama, mna haki nyie, mtapima watu wanaorudi huko wanakorudi. Wengine mtasema wewe hatukutaki, wengine mtasema huyu karibu kwa sababu wewe tunaona genuine umerudi. Mungu awabariki, asanteni. Amina. Mwenyekiti, labda kwa kuhitimisha kwamba kuna mambo ambayo yanahusu taifa pia. Kuna swala la bajeti ya mwaka 2026-27. Nyie kama Chadema, bajeti hii kwa kiasi gani na kwenda kumsaidia Mtanzania? Kwanza serikali iliyoko madarakani sio serikali halali. Ni serikali ambayo ni dhalimu, imefanya kuu, imejiweka madarakani bila kura za wananchi. Namna ya kupata uongozi kwenye nchi na namna ambayo hata sisi Chadema tunafanya ili tupate uongozi ni kushawishi wananchi watupigie kura, kama ibara ya 8 ya katiba inavyosema kwamba wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote. Lengo kura serikali ambayo itakuwa inatokana na wananchi itakuwa ni kutumikia wananchi, ni kubadilisha maisha yao, ni kufanya waishi vizuri kwa raha. Sasa hii serikali haijatokana na wananchi, bunge halijatokana na wananchi, chochote wanachopitisha ni batili. Lakini vile vile hawana fedha, hawana makusanyo, na kule walikokuwa wanaenda kuombaomba kwa sababu ya kumwonea Lissu na kuumiza chama chetu, milango inaenda kufungwa kule. Watapata shida sana. Basi ni shamla za pokezi ya makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, John Heche. Miongoni mwa maswali ambayo tumeweza kuuliza ni pamoja na hayo, lakini bado shauku yako haijatimia. Tutaendelea kuhoji zaidi. Mimi ni Francis Godwin na hii ni Matukio Daima. Anatoka kiongozi wa kisiasa anakuja hapa Iringa, amepanda ndege, anatua pale Nduli, anapanda gari, anatoka kwa lami Nduli mpaka Iringa, anakuja kuhutubia Mwembe Togwa, amepita kwenye lami iliyojengwa na Chama cha Mapinduzi, ndege iliyonunuliwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi, na analala kwenye nchi yenye amani inayolindwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Alafu anaanza kutukana. Huyu jamaa mnamuelewa? Wakipita sehemu wakakuta kashimo kadogo, wanapiga picha, wanatuma mtandaoni, miaka 60 kuna shimo. Mbona hawapigi picha wakasema miaka 60 tunapanda ndege? Mbona hawasemi tunapita juu ya lami nzuri? Mbona hawasemi kwamba kuna miradi mikubwa imejengwa? Maana yake hawa jamaa ni wabinafsi na waongo. Kazi imefanywa na kazi inaendelea kufanywa, na wapo baadhi ya watu wanasema kwamba mambo haya ambayo yamefanyika sio maendeleo. Kuna bwana mmoja aliongea akiwa Kahama, anasema barabara sio maendeleo. Watu wa Iringa ni waulize, barabara za lami ni maendeleo au sio maendeleo? Wangapi mnasema Mheshimiwa Rais, Iringa tuongezee lami za kutosha? Hebu nyanyua mikono namna hii. CCM oye! Barabara zikiwa nzuri, tumeona hapa, unatoka hapa Iringa unaenda Ruambuyuni, lami kule imeshajengwa na kimebaki kipande hapa kidogo, sio? Ikikamilika wakulima wa kule Ipawaga, Idodi hawatafurahia? Mazao si yatapita kwa gharama nafuu? Magari ya wafanyabiashara si hayataharibika? Uchumi wa kule mbugani utakuwa ukui? Na wengine wanasema kwa nini serikali inanunua ndege? Kwa nini inanunua treni? Na wanawaambia nyinyi wananchi, wewe lini utapanda ndege? Jamani, kwamba ndege ikinunuliwa lazima wewe upande? Haya si maajabu. Serikali inawekeza kwenye miradi ya kimkakati. Ndege ikinunuliwa leo na serikali kama ambavyo imenunua, zile ndege zitaenda nje ya nchi, zitaleta watalii. Wale watalii wakipanda ndege zetu wanapanda bure au wanalipa? Niambieni, bure wanalipa? Wakilipa hiyo fedha inakuja nchini, inabaki kwao. Na wakitua kwenye viwanja vyetu vya ndege watapanda magari. Yale magari ni ya wazungu au ya kwetu? Wanaenda hotelini, hizo hoteli ni zetu au za nje ya nchi?
Pale hotelini wakifika watapokelewa na vijana. Wale vijana ni wazungu wa Tanzania, wanafanya kazi bure au wanalipwa mshahara. Wakilipa mshahara familia zao hazijaishi. Lakini wale watalii wakija nchini wanalala njaa, lazima wale. Uongo. Chakula wanachokula kinalimwa wapi? Kama mchele unatoka Mbeya, unatoka Pawaga, uongo, watakula. Lakini kuna kina mama wanaofuga kuku wa mayai na nyama. Yule mama akichinja kuku, mtalii amekuja akiuza, anapata hela hapati? Mtalii akishaamka anaenda mbugani, anaenda bure, si analipa kodi? Hiyo kodi akilipa inaletwa serikalini, ndio inayoleta maji Iringa, umeme Iringa, barabara Iringa. Kwa hiyo keki ya taifa inagawiwa kwa mikoa yote na wilaya zote sawa sawa. Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza ukasikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usiona gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu. Umehitimu darasa la 7, kidato cha 4 au zaidi na unahitaji kupata ujuzi? Karibu katika vyuo vya RDO Mdabulo, RDO Mafinga, RDO Ibwanzi na RDO Kilolo ili ujipatie mafunzo mahiri ya malezi yaliyo bora. Fani zinazotolewa vyuoni ni kama ifuatavyo: umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji wa vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uashi au ujenzi, uzalishaji wa afya mifugo, ubunifu na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, teknolojia ya habari na mawasiliano na matumizi ya kompyuta. Mafunzo yanatolewa kwa miezi 3 na miezi 6 tu. Nafasi za hostel zipo kwa wahitaji wote. Pia tuna nafasi kwa wanaohitaji kuhamia level 1, 2 na 3. Vyuo vyetu vyote vimesajiliwa kikamilifu na Baraza la Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Study NACTVET. Unaweza kujisajili moja kwa moja na kupakua fomu za kujiunga katika tovuti ya shirika, yani www.rdo.or.tz. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya RDO. Kwa maelekezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0757 35 18 37 au 0745 92 15 75. Kumbuka, ufundi ni taaluma ina. Je, unatambua kuwa St. Dominic Savio Secondary School ni miongoni mwa shule 10 bora katika matokeo ya kidato cha 4? Basi sikia hii. Shule za St. Dominic Savio na Kaglielo Girls Secondary School ni shule zinazopatikana na kumilikiwa na Jimbo Katoliki la Iringa katika matawi ya shule zetu zote, kuanzia nafasi ya Kids Day Care, elimu ya chekechea, awali na msingi, na kwa wale wanaohamia madarasa yote kwenye matawi yake yote 4 ya shule za St. Dominic Savio Pre and Primary School. Shule zetu ni za kutwa na bweni. Shule zina usafiri wa mabasi ya uhakika na zinahakikisha mtoto anasafiri salama muda wote. Vituo vya daycare vinapatikana kwenye shule zetu za msingi. Mtoto anapokelewa kwa ajili ya malezi kuanzia miezi 3. Kwa upande wa sekondari zetu, tunapokea wanafunzi wanaotaka kujiunga nasi kuanzia kidato cha kwanza, wanaohamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 kwa tahasusi zifuatazo: PCB, PCM, CBG, HGL, HGK na HKL. Shule zetu za sekondari 3 zote zinapokea wanafunzi wa dini zote. Kwa upande wa jinsia mbili, zinapokea wanafunzi wa jinsia zote, yani wavulana na wasichana, wakati katika shule yetu ya Kaglielo Girls Secondary School inapokea wasichana tu kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4 kwa sasa. Shule zina mazingira mazuri na yenye kuwavutia wanafunzi kujifunza kisasa na kwa vitendo. Shule zina maabara, maktaba na vyumba maalum kwa ajili ya kujifunza tehama. Shule zina walimu na watumishi wengine wa kutosha wenye sifa, vipawa, maadili na uzoefu wa kuwajenga na kuwalea wanafunzi kitaaluma, kimaadili na kiroho. Shule zinafanya vizuri sana kitaaluma na zimekuwa zikiongoza mkoa wa Iringa kwa miaka kadhaa mfululizo. Kwa upande wa shule zetu za msingi, katika mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya msingi, yani PSLE, shule zimekuwa zikiongoza kwa wanafunzi wote kufaulu na kupata daraja A bora sana, huku zikiwa na wastani wa juu kuongoza mkoa. Kwa upande wa shule zetu za sekondari, wanafunzi wote wamekuwa wakifaulu kwa kupata division 1 wote, na division 2 zikitoka ni chache sana. Shule za St. Dominic Savio zinalea na kukuza vipaji mbalimbali vya watoto katika nyanja mbalimbali. Shule zetu zinafanya ziara mbalimbali za kimasomo, yani study tour, kwa kutembelea maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi kwa ajili ya kujifunza kama vile Italia, Dubai, Kenya, Uganda, Zambia, South Africa na kwingineko.
Usaili unaendelea kufanyika na fomu zetu za kujiunga na shule zetu za awali, msingi na sekondari zinapatikana kwenye shule zetu, mtandaoni na kwenye vituo vya mikoa na miji mbalimbali. Kwa mawasiliano zaidi tembelea tovuti yetu ya www.stdominicxavier.co.tz ama tupigie simu namba 0719501170 au 0754074303 au 0745114386 au 0757009418. Karibu St. Dominic Xavier Schools kwa elimu bora kwa ajili ya maisha ya sasa na ya baadaye. Sisi ni St. Dominic Xavier Schools, tunasema we learn for life but not school. Karibu Iringa, karibu LM Lodge, hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge, hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni